Alice Diana kwa taarifa hiyo. Kwenye masuala ya siasa, Naibu Rais Kithure Kindiki amepuuzilia mbali siasa za upinzani na kuzitaja kama siasa za vurugu na kupotosha. Akizungumza wakati wa kufuzu kwa zaidi ya wanafunzi 1880 kutoka kwa shule ya kiufundi eneo bunge la Kikuyu kaunti ya Kiambu, Kindiki amekashifu wanasiasa kwa kuwatumia wahuni kuvuruga mikutano yao, akisisitiza wakati wa siasa potovu umepita. Viongozi walioandamana naye Kindiki pia wamesisitiza haja ya kufanya kazi kwa ukaribu na serikali yake Rais William Ruto kwa manufaa ya Wakenya. Iko viongozi wengi wanapiga mdomo wakiona vijana wanaona watu wa kupatia shilingi 100 ndio waende wakapige makelele kwa maadui wao wa kisiasa kule kwa mikutano. Ni kweli si kweli? Kuna wanasiasa wakiona vijana wameona jeshi ya kupiga makelele ya siasa, anampatia shilingi 200, shilingi 500 ati uende ukapige makelele kwa mpinzani wako wa kisiasa. Wengine ambao wanazunguka Kenya hii wakiona vijana wanaona guns, jeshi ya kwenda kupiga vita ya kisiasa ya wapinzani wao. Wengine wakiona vijana wanaona bloggers wa kulipwa shilingi 200 waende mtandaoni kutukana viongozi wale wengine, kutukana MCA, kutukana MP, kutukana rais, kutukana mpinzani. Viongozi wengine wakiona vijana wanaona voting machine, watu wa kupiga kura. Lakini hawa viongozi ukiwauliza, huyu kijana hana kazi, uko na program gani, uko na plan gani, uko na maono gani ya kutafutia huyu kijana kazi? Hana program, hana maono, hana chochote. Kazi yako shika hii 200 tukana fulani, kazi yake shika hii 500 enda piga kelele, shika hii 500 enda tupa mawe, shika hii 500 enda kwa mtandao tukani. Sisi tofauti yetu na wenzetu ambao wanazunguka wakitumia vijana ni kwamba sisi tunajaribu kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi, vijana ambao hawana matumaini, ndio Kenya yetu iwe ni nchi ya kuendelea. Mimi hata wale wanapiga kelele nimewaambia wametukana